أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون. أما بعد أيها الإخوة، wapenzi watazamaji wa televisheni yetu Africa TV, katika darasa lililopita tuliona ya kwamba Qur'ani ilieleza kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba cha kwanza alichoumba ilikuwa ni maji, na yalikuwa yamekwisha umbwa. Na watu wa cosmology, watu wanaofuatilia chanzo cha ulimwengu huu, habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, waliuliza ya kwamba yale maji yalikaa juu ya kitu gani, kwa sababu sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamekaa juu ya mgongo wa ardhi. Tukaeleza ya kwamba maji yana hali kuu tatu. Hali ya kwanza ni hali ya umiminika. Maji yakiwa katika hali ya umiminika yanahitaji kukaa juu ya kitu. Hali ya pili ya maji ni hali ya mgando. Maji yakiwa katika hali ya mgando yanahitaji kukaa juu ya kitu. Hali ya tatu ya maji ni hali ya kihewa. Maji ni muunganiko wa gesi ya hydrogen na oxygen. Gesi hizi mbili zikiungana ndio kinapatikana kitu kinachoitwa maji. Qur'ani inaposema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, cha kwanza alichoumba ilikuwa ni maji, yale maji yalikuwa katika hali ya kigesi. Maji yakiwa katika hali ya kigesi yanakuwa hayahitaji kukaa juu ya kitu. Hii tunayozungumza hapa ni cosmology. Hii tunayozungumza hapa ni geography. Maji yanakuwa hayahitaji kukaa juu ya kitu. Kwa hiyo Qur'ani imesema kweli. Ukiwauliza watu wa cosmology ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na hali gani, kulikuwa na nini, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyikaje, wanasayansi wanasema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na gesi za aina tofauti tofauti. Alafu zile gesi zilikuja zikavutana, zikatengeneza maada moja, mfano wa tofari moja, lililokuwa kubwa na lililokuwa gumu. Alafu wanasema ya kwamba katikati ya ile maada moja ulitokea mlipuko uliokuwa mkubwa, ambao wanasayansi wanauita Big Bang. Ikabomolewa ile maada moja, vikapatikana vipande vilivyokuwa vikubwa vikubwa na vidogo vidogo, vikarushwa katika mwelekeo uliokuwa tofauti tofauti. Vilipokwenda kutua huko, ndiyo maumbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu. Na katika kuitilia mkazo hoja yao, wanasema ikiwa kama maumbile yote yatarudishwa nyuma, yanakuja kuwa maada moja. Ukiwauliza hawa watu wa cosmology, hawa watu wa physics, watu wa geography, ukiwauliza ya kwamba habari hii nyinyi mmeijua lini, nishani ya Nobel ya mwaka 1972 alipewa mwanasayansi wa Kiingereza Mr. Hans, baada ya kugundua ya kwamba mbingu na ardhi zilikuwa ni maada moja. Alafu ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa katikati ya ile maada moja, ndiyo vikapatikana vipande vilivyokuwa vikubwa vikubwa na vidogo vidogo, vikarushwa katika mwelekeo uliokuwa tofauti tofauti. Vilipokwenda kutua huko, ndiyo maumbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu. Na katika kuitilia mkazo hoja yao,
wanasema ikiwa kama maumbile yote yatarudishwa nyuma, yanakuja kuwa ni maada moja. Wamekuja kujua habari hii mwaka 1972. Qur'ani iliposema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba maji. Yale maji yalikuwa katika hali ya kigesi. Kwa hiyo hivi wanavyosema watu wa cosmology ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba ilikuwa tayari maji yameumbwa. Ilikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyosema wao, kwamba kulikuwa na gesi za aina mbalimbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa yeye ameumba gesi za aina mbalimbali, zilikuwa tayari zimekwisha umbwa zile gesi. Alafu zile gesi zikaja zikasokotana, ndio zikatengeneza maada moja. Sasa tunaiuliza Qur'ani, uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyikaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika sura ya 21 Al-Anbiya aya ya 30. Qur'ani inasema awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuna. Je, hivi hawakuona wale waliokufuru ya kwamba mbingu na ardhi kwamba kanata zilikuwa ratqa maada moja? Qur'ani inazungumza maneno haya karne ya 7. Qur'ani imeweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba kulikuwa na gesi za aina mbalimbali. Zile gesi zilikuja zikavutana. Alafu katika sura ya 21 Al-Anbiya aya 30 hapa Qur'ani katika aya ya 21 hapa Al-Anbiya aya ya 30, Qur'ani hapa sasa ndio inasema, inawauliza wale wasomi wa fani mbalimbali za kiilmu kwamba je, hivi nyinyi hamkuona ya kwamba hakika mbingu na ardhi kanata zilikuwa ratqa maada moja, fafataknahuma tukaziachanisha. Mbingu na ardhi katika kuachanishwa kwake, Qur'ani imetumia msamiati wa neno fataki. Neno fataki watu wa lugha wanasema ad-darbatul kubra, ni mlipuko uliokuwa mkubwa. Kinakuwa ndio kitabu cha kwanza karne ya 7 kulisema jambo hili. Qur'ani ikaeleza kwa ufasaha habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi na ule uumbaji wa mbingu na ardhi ulivyofanyika. Dr. Maurice Bucaille, daktari kutoka chuo kikuu cha Paris nchini Ufaransa, ameichukua aya hii ameingiza kwenye kitabu chake, na ile ya katika surati Hud sura ya 11 aya 7 ambayo Qur'ani inaeleza ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, inaeleza ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba maji. Kumbe yale maji yalikuwa katika hali ya kigesi, kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na gesi za aina mbalimbali. Ndio inachokisema hapa Qur'ani. Alafu zikavutana zile gesi, ndio zikatengeneza maada moja. Alafu ndio katokea mlipuko uliokuwa mkubwa. Dr. Maurice Bucaille anaeleza ya kwamba maelezo haya yaliyoelezwa karne ya 7. Karne ya 7 wazungu wanaita centuries of darkness, ni karne ya giza la kiilmu. Ilikuwa haya yote hayajasemwa. Ilikuwa darubini ya kuona mbali wala karibu ilikuwa bado haijavumbuliwa, wala satellite wala kadha wala kadha. Na vitu vyote hivi huwezi ukasema mpaka kuwepo chombo kinachoitwa darubini, mpaka kuwepo chombo kinachoitwa satellite. Na darubini ya kwanza inavumbuliwa katika nchi ya Ufaransa na yule fundi mtengeneza miwani. Qur'ani ilikuwa tayari ina umri wa miaka 1000 na kitu. Qur'ani ilitangulia darubini ya kwanza kwa miaka 1000 na kitu. Kwa hiyo ni dhahiri ya kwamba haya yamesemwa jana na wanasayansi. Mwaka 1972 ni kama kusema jana kwa umri wa ulimwengu,
lakini Qur'ani ilikuwa imeyasema haya tokea karne ya 7. Anasema ni dhahiri ya kwamba maneno haya ni lazima yametoka kwa yule aliyeziumba mbingu na ardhi, na huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyoeleza maelezo yaliyokuwa sahihi juu ya habari ya kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika. Qur'ani imeeleza kwa ufasaha uliokuwa mkubwa. Kitabu hiki pia ikaja ikazipambanua zile siku 6 za uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi zilivyofanyika, kwamba katika sura ya 41 surati Fussilat aya 9 mpaka aya 12, Qur'ani ikaja ikasema, qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, je, hivi nyinyi mnamkufuru yule ambaye aliyeiumba ardhi katika muda wa siku 2? Katika zile siku 6, siku 2 zilitumika katika kuiumba ardhi. Mnamfanyia washirika hao huyo. Wametoka wapi washirika hao? Wajaala fiha rawasiya, akaiweka milima juu yake ile ardhi, na akakibarikia kila kitu kilichopo juu ya ardhi na ndani ya ardhi, na akakadiria humo nyakati zake. Ameyafanya hayo yote kwa muda wa siku 4, kisha akazielekea mbingu. Wapenzi watazamaji, insha Allahu Ta'ala, kutokana na wakati inabidi lazima nisimame hapa. Insha Allahu Ta'ala, katika darasa litakalokuja tutaanzia hapa na kuendelea na darasa letu. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha إلا الله. الله أكبر، الله الله.